Hujambo na karibu mpenzi msikilizaji wa Bedai FM. Mimi ni ripota wako Gwajoro B. Salam. Na leo tukiangazia ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye leo yuko nchini Urusi. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anafanya ziara ya kihistoria ya kitaifa nchini Urusi kuanzia leo hadi tarehe 5 mwezi huu, na kufuatia mwaliko rasmi wa rais wa shirikisho la Urusi Vladimir Putin. Ziara hii inaandika kurasa mpya za kidiplomasia, kwani ni ziara ya pili pekee kufanywa na mkuu wa nchi wa Tanzania nchini Urusi tangu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipozuru taifa hilo mnamo Oktoba 1969. Naam, karibu na tuangazie sasa kwa kiasi chake kujua nini mpaka imekuwa leo tunapata jambo hili la kihistoria na kuandika katika kurasa za Tanzania, wakati rais huu wa nchi Tanzania akiwa anazuru kwa mara ya kwanza kukanyaga ardhi ya Urusi. Macho na masikio ya ulimwengu wa diplomasia hivi sasa yameelekezwa nchini Moscow na mji wa St. Petersburg nchini Urusi. Kwenye nchi ya Urusi ni rasmi kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameanza ziara ya kitaifa siku 3 nchini humo kuanzia leo tarehe 3 hadi tarehe 5. Hii ni ziara ya sio ziara ya kawaida msikilizaji. Hii ni ziara inayovunja mwiko wa miaka 57 tangu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipokanyaga nchi ya Urusi mwaka 1969 Oktoba. Ripoti hii inakuletea kwa kina maana ya ziara hii, dhumuni lake na mambo makubwa yanayotarajiwa kujiri. Agenda za mazungumzo ya Ikulu Kremlin. Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kukutana ana kwa ana na mwenyeji wake Rais Vladimir Putin katika kasri la Kremlin. Kulingana na taarifa rasmi kutoka kurugenzi ya mawasiliano ya rais Ikulu, viongozi hawa wawili watajadili kuimarisha ushirikiano wa kimkakati katika sekta zifuatazo: 1. Biashara na uwekezaji. Katika biashara na uwekezaji ni kukuza kiwango cha sasa cha biashara kati ya nchi hizi mbili ambacho kimesimama kwa dola milioni 307.5 kwa mwaka. Lakini pia kuangazia nishati na madini, kujadili mradi wa kimkakati wa uchimbaji wa madini ya uranium wa mradi wa Nyayo huko Namtumbo unaoongozwa na kampuni ya Urusi ya Rosatom. Lakini pia kuangazia kilimo na mashine, kuingiza teknolojia za kisasa za kilimo kutoka Urusi kwenda Tanzania. Lakini jambo la mwisho ni utalii na usafirishaji kwa ajili ya kurahisisha safari za moja kwa moja za ndege za shirika la Air Tanzania kuelekea Moscow ifikapo mwisho wa mwaka huu. Lakini tukitoka kwenye ajenda hizo na tuangalia sehemu ambayo jukwaa la kimataifa la kiuchumi yani SPEE ya 2026. Mbali na mazungumzo ya ana kwa ana, Rais Samia atakuwa mgeni maalum wa mzungumzaji katika jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi la St. Petersburg.
Jukwaa hili ni moja ya mikutano mikubwa zaidi ya kiuchumi duniani, lakini pia linaleta pamoja viongozi wa nchi, wawekezaji wakubwa na wakuu wa taasisi za kifedha duniani. Rais Samia atatumia jukwaa hili kuitangaza Tanzania kama kitovu salama cha uwekezaji barani Afrika. Sanjari na jukwaa hilo, kutafanyika kongamano la biashara kati ya Tanzania na Urusi. Lakini jambo kubwa la tatu ambalo linatazamiwa kufanyika ni shahada ya heshima ya udaktari honoris causa. Katika kuonesha heshima kwa mchango wake mkubwa, Rais Samia Suluhu Hassan atatunukiwa shahada ya heshima ya udaktari honoris causa kutoka chuo kikuu mashuhuri cha People's University of Russia. Tuzo hii inatambua: moja, mageuzi makubwa aliyofanya katika sekta ya elimu nchini Tanzania; mbili, jitihada zake za kuimarisha diplomasia ya kiuchumi duniani; tatu, kukuza taswira ya Tanzania kimataifa ikiwemo kupitia sekta ya utalii. Jambo la mwisho kabisa, kutakuwa na mtazamo wa kisiasa na geopolitics au uhusiano na magharibi. Kama mtangazaji wako, ni lazima nikupe pia jicho la uchambuzi wa mambo ya nje. Ziara hii inakuja wakati ambapo uhusiano wa Tanzania na washirika wake wa jadi wa magharibi kama Marekani na Uingereza unatajwa kurejea kufuatia ukosoaji wa uchaguzi uliopita wa Oktoba. Wataalamu wa diplomasia kutoka taasisi kama Chatham House wanaona hatua hii kama mkakati wa Tanzania wa kutekeleza sera ya kuangalia mashariki, Look East approach, huku wakishirikiana na mataifa yanayoshirikia kiuchumi bila kuingiliwa kwa mambo ya ndani ya nchi. Pia kuna harakati za kupunguza matumizi ya sarafu ya dola ya Marekani katika biashara za pande zote mbili. Msikilizaji, hiyo ziara ya kihistoria ya rais wa Tanzania Tanzania inanufaika vipi kiuchumi kupitia mpya za soko la Urusi? Hatua hii itabadilisha vipi mtizamo wa uwezo wa kidiplomasia? Hayo yote tutaendelea kuya